na hofu. Hii inaonyesha ya kwamba ndugu zangu, kumbe katika dunia amani ndiyo jambo lilotangulia. Mtu akiwa na amani ana uwezo wa kufanya ibada. Akiwa na amani ana uwezo sasa wa kutafuta chakula. Akiwa na amani anaweza akafanya starehe yoyote. Akikosa amani hakuna jambo lolote litakaloendelea. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, na kama huamini, hebu tazameni hili jambo la juzi hapo lililotokea hapo Dar es Salaam tuna siku 3. Muone hiyo wasiwasi iliyotokea. Lakini kama haitoshi, wewe kama umelala nyumbani asubuhi unaambiwa sababu kesho unaitwa polisi. Siku hiyo utauona usiku huo ni mrefu sana. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umekosa amani. Kwa Mwenyezi Mungu anasema katika vitu vitakavyokujaribuni ni hofu. Akaeleza jambo la pili, waljui, na njaa. Nao ni mtihani mkubwa sana ndugu zangu. Leo ukiona ujambazi, ukiona watu wanaiba, ukiona watu ni matapeli, ni kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo mwisho akasema wanaqsi minal amwali, na upungufu wa mali, wala anfus na nafsi. Ndugu zangu, katika dunia huwezi wewe ukakaa bila kupata mtihani. Haiwezekani hata mara moja wewe uishi duniani bila kupata mtihani. Hilo jambo halipo. Na haya Mungu ametaja machache, lakini yako mengi. Hapa Mungu hakutaja maradhi hapa, lakini nao ni mtihani. Hapa Mungu ameacha mengi, ndio maana akasema mimi. Kwa hiyo nitawajaribuni miongoni mwa vitu, sio kwamba ni vyote. Ni mimi, wanasema wataalamu, ni mimi ya tabiidhi, ni katika baadhi ya vitu. Lakini ndugu zangu, lilo kubwa katika hii dunia tufahamu, kila mmoja hapa hajajileta hapa. Kila mmoja kaletwa kwenye nyumba hii ya Mungu. Na wewe ukipelekwa mahali kwenye jambo la mtu, ufuate masharti ya mwenye nyumba hiyo. Ukienda kupangisha nyumba fulani, lazima ufuate masharti ya mwenye nyumba hiyo. Ukiambiwa upige deki hapa kila wiki, piga deki. Ukiambiwa ulipe umeme, lipa umeme. Ukiambiwa ufagie hapa kila siku mara 2, ufanye hivyo. Kwa ndugu zangu, sisi tumeletwa hapa kwenye nyumba hii ya Mwenyezi Mungu, na nyumba hii si ya kwetu, lakini mwenye nyumba hiyo ana masharti yake. Ameshasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini na watu ila waniabudu. Kwa ndugu zangu, kitendo cha wewe kuwa hapa duniani halafu hujasujudu hata mara moja, wewe unafanya dhulma kubwa. Wafanya dhulma kubwa kwa sababu wewe uko kwenye nyumba ya mtu halafu hutaki kufuata masharti yake. Ndugu zangu, mnataka Mungu sisi atupe nini? Takbir. Mwenyezi Mungu ametupa neema kubwa, neema nyingi. Moja ya neema, vitu vyote mnavyoviona duniani, hakuna kitu kilichoumbiwa mnyama hapa. Kila kitu mnachokiona hapa umeumbiwa wewe. Ardhi hiyo unayokanyaga umeumbiwa wewe. Miti unayoiona hapo imeumbiwa wewe. Mawe mnayoyaona pale yameumbiwa wewe. Na kweli hakuna mnyama yoyote anayefaidika na mawe yale, ila wewe ndio utachukua mawe yale utajengea. Ukitaka kujenga lazima utakuja kuchukua mawe. Ukitaka kunoa panga lako au kisu yako uchinje mnyama, unatumia jiwe la Mwenyezi Mungu. Ukitaka wewe upate kitanda, lazima wewe utumie miti. Ukitaka ujenge, lazima utumie miti. Saleni Mtume. Ndugu zangu, wewe huja, lakini ardhi imefika mahali mwanadamu yoyote ardhi ana uwezo wa kuituma na ikatumika. Kila mmoja wetu hapa ardhi anaituma, ardhi ambayo ni kiumbe kisichosema, lakini wewe waituma halafu ikatumika. Na hapo wewe unaweza kumtuma mwanao uliyemzaa akakugomea. Maskini watu wengi wanaweka migomo kwenye mashule humo, wanawagomea walimu wao. Wasikia shule fulani imeweka mgomo, wanafunzi hawataki kufanya jambo fulani, lakini hao ni wanadamu wanagomea. Lakini wewe ardhi, Mwenyezi Mungu kakuumbia kiumbe kisichosema, unaiambia ardhi, wewe ardhi, kipande hiki nataka mimi hapa, nataka unitolee mahindi hapa, na ardhi hiyo inakuitika kama ulivyoituma. Huwezi ukapanda hapa mahindi zikaota choroko. Na ukisema hapa nataka wewe nataka hapo uniletee kunde, ardhi hiyo itaotesha kunde kama ulivyotaka. Ni nani katika nyinyi hapa kuna siku moja ameona maajabu, amepanda mahindi mahali
halafu mahindi yale yote hayakuota, badala yake zikaota karanga. Ni nani? Hakuna. Hii yaonyesha wewe Mwenyezi Mungu alivyokutukuza mpaka watuma kiumbe kile kinakuitika. Bado wewe Mungu huyo aliyekupa thamani unaona tabu wewe kufanya jambo lake moja tu. Salini Mtume. Mungu aliyekupa mambo 100, yeye anataka moja. Mambo 100, yeye hataki mengi. 100 yote kakupa wewe, unatumia yote, halafu wewe jambo lake moja ndio usiolitaka. Hivi kweli una shukurani wewe? Mungu asema wal an'ama khalaqaha lakum, na hawa wanyama mnawaona, mbuzi, ng'ombe, amewaumba lakum, kwa ajili yenu. Anasema mnakunywa ni nyinyi, min baini farithin wa damin labanan khaliswa saighan lisharibin. Nyinyi Mwenyezi Mungu asema ninakutoleeni kutoka katika damu na kinyesi. Hapo ndipo Mungu anapochanganya, ndio yanatoka maziwa fresh, ndio mnakunywa. Na wakati huo ukijaribu kuchukua kisu ili uangalie haya maziwa ambayo yanatoka kidogo kidogo, na mimi nataka mengi, ukaamua ukate kile kiwele cha ng'ombe, hakutoki tone ile, bali natoka damu. Huo ni ufundi wa Mwenyezi Mungu mwenyewe, ametengeneza mabomba humo yanayoweza kutoa maziwa peke yake. Kwa ndugu zangu, hivyo huyo anayekufanyia hayo wewe leo anataka moja tu. Ndugu zangu, kwa kweli ndio maana nasema mtu yoyote, chukueni hilo ujumbe wangu, mtu yoyote asiye swali lugha nzuri ambayo haina matusi, tuondoke nayo. Huyo hana shukurani, huyo hajui fadhila, na huyo kwa sababu hana fadhila, wewe mwanadamu hata ukimfanyia jambo jingine zuri hataweza kuliona kwamba ni jambo, kwa sababu ikiwa muumbaji wake yeye amemfanyia hayo, halafu yeye anashindwa kutekeleza. Kwa ndugu zangu, na kuombeni sisi baada ya msiba huu, basi kila mmoja aone neema hizo alizoletwa na Mwenyezi Mungu, asikae bure bure, bali aende akalipe fadhila hizo alizopewa. Anaona bure, anasema bure, unatembea bure, unasikia bure. Hivi kila kitu ungetakiwa ukilipia kodi, ungefika mahali gani? Kwa ndugu zangu, na kuombeni sisi katika msiba huu wa mzee, basi mojawapo tuchukue kwamba tukitoka hapa kila mmoja akafanya ibada, bila kuyasahau haya niliyozungumza kina Sheikh Khalid pamoja na wenzako huko. Mtulie mpaka 40, yakitokea majambo sisi. Mzee alikuwa muda mrefu anaumwa, nilikuwa mnaendesha, endesheni kwa ushirikiano, lakini mkijua kwamba bado hakuna kiongozi mpaka wakati wa 40, ndio tutafanya taratibu za kupatikana ni nani akae mahali pa mzee. Baada ya kuyazungumza hayo, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wala afa minkum wa ila liqa.